Na ripoti kutokea katikati ya jiji la Dar es Salaam, wengi upaita Clock Tower, Mnazi Mmoja, niliposimama hivi sasa na Mikoi Kisugu kabla ya kuianza safari yake ya kuelekea kwenye visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar. Jana walikuwa kule kwa ajili ya hamasa, lakini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Rais Hussein Ali Mwinyi imegharamia gharama za uwanja. Hivyo imewapunguzia uzito watu wa Simba Sports ikiwemo akina Mikoi Kisugu ambao watasafiri siku ya leo kwenda kufanya maandalizi ya mchezo wa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025, fainali ya mkondo wa pili shirikisho barani Afrika. Hali yako Mikoi Kisugu iko vipi kaka? Hali yangu iko njema. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Niko vizuri, niko sawa sawa. Ni jambo ambalo la kushukuru, lakini pia jambo la kuendelea kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutulinda, kutupa afya njema, kwa sababu tumebakiza siku mbili kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Barakani. Ni mchezo wa finali wa shirikisho barani Afrika, lakini kikubwa ni mchezo ambao unakwenda kutengeneza historia. Kuna baadhi ya watu ambao wao kwa mara ya kwanza wanakwenda kushuhudia hizo finali, lakini tuko kinasi ambao Mwenyezi Mungu alitujalia tulianza kuzaliwa katika kutangulia, tutakwenda kushuhudia ikiwa kwa mara ya pili ya finali ya mashindano ambayo yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Kwa hiyo hali yangu niseme niko njema tu, niko vizuri, niko imara na niko tayari kwa mapambano. Jana ulikuwa Zanzibar. Niambie namna ambavyo umeuona muitikio wa watu wenyewe wa Zanzibar, lakini taarifa ya gharama kutolewa na rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Wewe kama mwana Simba Sports umepokeaje? Kwanza jana baada ya kufika Zanzibar pale bandarini nilipata faraja sana. Moja kilichonipa faraja kuona namna ambavyo Wazanzibari wamejitokeza kuja kutoa support kwa timu yao na kuja kutupokea. Kama ulivyosema, jana nilikuwa Zanzibar, moja kwenda kushiriki katika hamasa kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Barakani ambao unafanyika siku ya Jumapili. Kwa hiyo kikubwa ni wapongeze sana Wazanzibari. Wameonyesha mapenzi makubwa, wameonyesha mahaba makubwa na timu yao, wameunga mkono, tumeshirikiana kwenye hamasa, naamini kwamba hamasa ilikwenda kusimama kwa 100%. Lakini yote kwa yote, kipekee kabisa, kwa dhati ya moyo wangu, nishukuru sana na niipongeze sana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Wameonyesha ushirikiano mkubwa kwa timu yetu na wanaendelea kuonyesha ushirikiano na wako sambamba nasi kwa maana ya Simba Sports ili kuhakikisha kwamba matakwa ya Simba na malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Hongera sana Hussein Mwinyi, Rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Hiki ambacho ulichokionyesha na unachoendelea kukionyesha ni jambo kubwa, ni jambo ambalo sisi wana Simba, hususan mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba, lakini pia wachezaji wa Simba wanafarajika kuona namna ambavyo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inakwenda kutunga mkono. Hii ndio maana halisi ya serikali ya mapinduzi sasa. Na kwa nini serikali imetunga mkono? Licha kutambua uwepo wetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini serikali inatambua kwa namna moja au nyingine dhamira na mipango ya Simba kuona namna ambavyo tunakwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Lakini pia ni historia kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mimi kwa ufahamu wangu ambao mtu mwenye akili timamu kama mimi hawezi kubisha, mashindano ya shirikisho barani Afrika finali zimefanyika 2 tu Tanzania. Moja imefanyika 1993 kombe lilikuwepo Uhuru, la pili inakwenda kufanyika 25 Zanzibar kombe litakuwepo. Lilikuwepo pia la 3 la 2023. Young Africans pia wamecheza finali na wenyewe. Kwa hiyo si sawa hiyo finali mara 3. Hakuna finali yenye imekosa kombe. Kwa nini Yanga walicheza mechi ya kwanza ya mkondo wa kwanza kuelekea kwenye finali? Ile ni kuelekea kwenye finali. Kumbe sio finali. Sio finali. Ni neno tu ambalo watu wanashindwa kudadavua uasilia, wanazungumza vitu ambavyo hivyo. Finali maana yake kuna vitu viwili. Moja, ukisikia hii ni finali, ni mechi ya mwisho ambayo hayo mashindano yanakwenda kufanyaje? Kuisha. Leo hii unatuambia Yanga amecheza finali. Ili nikubaliane mimi na wewe, kuna finali inakosa kombe? Kombe lilikuwepo? Alikuwepo. Sisi Barakani walituambia tulikwenda kucheza finali. Maana yake kama Barakani tulikwenda kucheza finali Morocco, maana yake finali inakuwa mechi ya mwisho. Kesho kutwa tunakwenda kucheza nini Zanzibar? Finali ya mkondo wa pili. Inaitwa finali ya mkondo wa pili. 1993. Almarhum mzee wetu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi,
Al-Hassan Mwinyi aliwakabidhi Stella Abidjan kombe. Lakini angalia rehema za Mungu na uwezo wa Mungu. Historia inaenda 2025 Hussein Mwinyi anakwenda kuwakabidhi kombe Simba Sports. Kumbe ni Simba. Naamini kwa mtazamo wangu, kwa uelewa wangu, Hussein Mwinyi hatokubali ile story ambayo iliyopita ya baba yake kukabidhi kombe liondoke na yeye akubali kwamba mkabidhi mtu kombe liondoke. Hatokubali. Kwa hiyo alishiko lile ulilobeba jana niliona ulipo na ndio maana yeye mwenyewe anasema hizi gharama nazibeba mimi. Maana yake yeye kama rais, lakini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na niwathibitishe wana Simba, hili wala sina hofu, nalisema kokote, 100% serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inatoa msaada kwa Simba Sports. 100%. Yes. 100%. Na nimuombe sana rais Hussein Mwinyi. Wako watu 6 leo wanakuja Zanzibar. Katika watu 6, 4 wametoka kwenye tawi moja, sijui kuna tawi linaitwa Gerezani, sijui gerezani ipi. Wapo. Yani mmoja katika watu 6 waliokuja, katika watu 4 wao, watu 2 ni waganga ambao wametoka sehemu moja huko Tanga. Yes. Mimi nasema na nampata hadhari mzee Mwinyi, boti zote zilizokuja wa watu wakitaka picha ni watumie. Yani waganga. Katika 6 2 ni waganga. Yes. Tunajua Jafeti. Yani mmepeleka watu. Tuko vizuri. Tumejipanga. Ili tawi la Nyuma Mwiko. Sikilize, tawi la Nyuma Mwiko liko maeneo ya Gerezani. Limetoa watu 6. Katika watu 6, 4 wanachama. Hao 4 kazi yao kwenda kuwasimamia hao 2 ili waende kufanya kazi yao fasaha. Namwambia rais wa Zanzibar, wapo wanakuja waangalia watu. Sasa anazuiaje watu ambao wanataka kufika Zanzibar? Sijasema wazuiwe kufika Zanzibar. Dhamira na nia yao uende katika nini? Uwanja wa New Amani. Dhamira na nia yao ni kwenda kuhujumu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa sababu serikali kama inataka Simba ichukue kombe, wao unakwenda kwa ajili kwamba Simba ichukue kombe. Maana yake ni uhujumu, unakwenda kuhujumu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Taarifa za waganga umezipatia wapi? Shehe, Simba ni klabu kubwa, tuna mitandao sisi mikubwa. Na wana kazi gani hao waganga? Watajua wenyewe. Lakini nawaambia hawatoboi. Hao waganga hawatoboi. Hawatotoboa. Hili nilichokuwa nasema, naipa tu tahadhari serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kama kuna watu wao wanaamini wanakwenda kuhujumu Simba Sports, lakini mimi naamini wanakwenda kuhujumu serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa nini wanahujumu serikali ya mapinduzi? Nia na madhumuni ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuona timu yake ile kwa ndani ya nchi yake na mayaji inachukua tournament. Kisugu, mna wasiwasi wote, mlianza kuzungumza kuhusiana na mabadiliko ya kiwanja. Limetoka hilo, mmekubaliana na taratibu zilizofanyika, lakini sasa hivi pia kuna hili ambalo wewe unalizungumza. Mna wasiwasi yoyote mnapoendea mechi yenyewe ya tarehe 25? Hatuna wasiwasi. Isipokuwa tunaweka tahadhari. Kuna kuwa na wasiwasi na kuweka nini? Tahadhari. Mimi nawatahadharisha kwa sababu nawajua hao watu ambao wanatoka hapo maeneo ya Gerezani, wana familia zao. Lisije la kutokea wakaacha familia zao. Sasa mboga unawatisha. No, tahadhari tumenawapa. Na brother, nataka nikwambie, nipongeze sana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kuanzia pale bandarini ukishuka tu, kuna nini? Begi lako kama ukiweka vitu vya ajabu miti shamba, sijui mdimpoli, mrutu, sijui nini, mashine si unajua zile za kwa wapi zinaona, alafu unaitwa njoo. Asa Kisugu, wewe kwa nini unaonyesha hali ya kutokujiamini? Interview yako iliyopita ulisema paka bado hapo, wakukalia ndimu, wakula ale sana. Tafsiri yake ni kwamba kuna hao dhamira na nia ni wapelekea kuisaidia Simba, sio kuhujumu nini Simba. Sasa wewe ushafanya mambo yako, uamini katika ulichokifanya kinaweza naamini nilichokifanya. Na ndio maana narudia maneno yangu Jafet, nimesema mimi natoa tahadhari lisije likawakuta wala kuwakuta. Nilisema na jana nimshukuru sana Fred Masho. Moja, naamini waandishi wa habari nanyi mlikuwepo mashahidi. Aliyezungumza Fred Masho ni maneno ambayo yamenyoka hivi, mzee wangu Hassan Darani.
Kwa hiyo mimi kujionea vijana mjini na kazi ya maneno tu. Unakazia. Lakini kubali usikubali Jafet, wewe nyuma ya kamera mulika. Hii nasemaje? Hii tunabeba. Hii tunabeba. Unaiona hilo bali kaka? Maana kila ukiangalia deni la bao mbili na hizi mambo yaliyo Jafet. Toka nianze kuipenda Simba. Toka nianze kujua Simba. Sijawahi kuona mikakati ambayo Simba wanajiandaa kwenda kana kwamba inofanyika katika mechi dhidi ya Berkane. Hujawahi? Sijawahi kuona. Na nimeona kweli dhamira ya kweli kwamba Simba Sports wakishirikiana na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wakishirikiana na wadau wakubwa mpira kina Mzee Azim Deuji, Simba anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Mrudia, Simba anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Na mimi nimepata ofa ndio kwenda kuchukua kombe. So unajua siku hizi mzee. Hizi hatua zako hizi kweli wewe ulipita hata mgambo kweli ndugu yangu. Jafeti. Moja Simba alipokwenda kuwa bingwa. Katika kisiwa cha marashi ya karafuu Zanzibar. Tunakwenda kuongeza kutangaza uchumi wa buluu Zanzibar. Kabisa. Sadaka. Tunakwenda kutangaza utalii wa Zanzibar. East Africa Zanzibar ndio pekee ina Kobe na miaka 225. Yupo na anatembea mzima na afya njema Zanzibar. Na anatamba bado. Juzi nilikuwa usiku sijalala kidogo nafuatilia mambo yangu. Moja mitandao mikubwa duniani inahusiana na mambo ya michezo wanaizungumzia Zanzibar. Okay. Lakini moja ya sababu wanazungumzia nini? Wanasema finali ya shirikisho barani Afrika inapigwa wapi? Zanzibar. Tafsiri yake unakusudia kwamba Simba inalinadi vyema jina la Zanzibar. Yes. Okay. Yes. Kwa hiyo niombe sana. Ombe sana Wazanzibari. Kile ambacho alichoonyesha jana, ushirikiano waliotuonyesha wana Simba wenzao, kwa namna walivyotupokea, kwa namna walivyosimama kwenye dua na sara, mimi naamini kwamba waendelee kushikamana na tuendelee kusimamia katika hilo, na hakika mwaka huu tunabeba. Hauogopi kubakisha maneno ya akiba kwa kuheshimu dakika 90 kuona zitaamua nini, lakini unajipa 100% za hii mnabeba? Yes. Siku zote mwanadamu mwenye akili timamu kinachotakiwa kuishi ni kwa matumaini. Kesho utapata hata kama una uhakika wa kupata. Hiyo ndio sifa ya mwanadamu. Na mwanadamu mwenye akili timamu kama mimi lazima uishi katika imani. Na ndio maana mimi Muislamu, katika nguzo zetu 5 za Kiislamu, nguzo ya kwanza ni imani. Ni kushahadia tu. Kuamini katika kile ambacho unachofanyaje? Unachokiamini. Hii ni vita. Mkiwa watumia kwenye vita, mkisema vita hii tunakwenda kushinda, mwisho wa siku mnafanyaje? Nashinda. Lakini mkiwa kwenye vita, baadhi yao wakisema bwana mtashinda, mnapigwa. Lazima mpigwe. Tunakwenda kushinda vita. Unaiona nguvu moja ikifanya kazi kwenye? Yes, naona nguvu moja. Na nguvu moja ipo. Leo hii dua nilizozipokea kuamini, sio nimepokea, kuamini kwamba watu wanaendelea kusimama kwenye dua na sala. Nchi za Ulaya peke yake zaidi ya watu 8 waliokupigia simu. Yes. Nchi za Afrika Mashariki na ya Kati zaidi ya nchi 16 watu wanasimama kwenye dua na sala. Dada yangu wa Madoris, nikupe siri sasa. Mwenyezi Mungu amjalie sana yule mama moyo wa imani. Ana pressure? Yuko kwenye funga. Okay. Hii kaamua afunge. Yuko kwenye funga. Yaani ibada kwa ajili ya Simba kupata matokeo mazuri. Yes. Yuko kwenye funga. Naamini leo ana siku ya 6. 6. Na amenambia mpaka Jumapili. Bado anaendelea na ibada ya funga, akaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu katika hili. Amedhamiria.
Kwa hiyo kikubwa tuendelee kushikamana. Kikubwa tuendelee na dua. Ndugu yangu Musalim Nasr Musalim ananiambia mwanangu wewe nenda. Ananiambia nenda Zanzibar. Nikamwambia tunaendaje? Anasema wewe tamba. Nimemaliza kila kitu. Wewe tamba. Acha tuendelee kutamba Jafet. Kisugu. Lakini waandishi nanyi simameni kwenye dua na sala. Kwa sababu kuu mbili Jafet. Jambo la kwanza, Simba alipokwenda kufanikiwa, maana yake pia na wewe Mtanzania umefanyaje? Kufanikiwa. Lakini jambo la pili waandishi, Simba alipokwenda kufanikiwa ndio mnakwenda kupata content zaidi za kuandika. Kwa hiyo mafanikio ya Simba ni mafanikio ya taifa. Unakusudia hivyo? Ndio manangu hiyo. Ndio manangu hiyo. Watu watakubaliana na wewe. Wapo. Wapo. Na hii si ajabu. Ni kawaida tu, taratibu namna ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoumba dunia katika staili hiyo. Hata kwenye zuri kuna wapo watakuwa na nibaya. Sisi katika Waislamu kuna aya moja Mungu aliposema tabati yadan habira habi wataba. Abi Lahab ni mjomba wa mtume aliyezaliwa na mama yake. Lakini mtume mpaka anaondoka katika ulimwengu wa Abu Lahab hakutaka kufanyaje? Kumkubali. Mwisho wa siku akaitwa ili baba la wajinga ili Abu Lahab. Msemo wa nabii akubariki kwao ndio ulianzia hapo. Sema na vizuri. Kwa nini Nabii Nuhu alitengeneza safina? Maana yake kulikuwa na kundi pale lilikuwa alimkubali. Na ndio maana ukisoma kile kisa, mkewe pamoja na mwanao waliangamia wakaachwa pale. Sasa rudi kwa Isa ibn Maryam. Kuna siku moja mtu alikukataa kumkubali. Alimwambiaje? Rudi nyuma yangu shetani, kwa sababu ya wazi wa Mungu ya waza ya wanadamu. Jafet niko vizuri, niko sawa sawa. Mpaka vifungu kaka, safari tunaona umejipanga kaka. Kisugu, swali langu la mwisho, unaonekana kwenye mitandao zile video ambazo ulikwenda Morocco, namna ambavyo ulikuwa unajitahidi kuwaonyesha Waarabu pia hata ninyi mpo vizuri katika upande wa kushangilia. Inaonekana comment nyingi zinasema kwamba ni namna ya kutafuta nafasi safari zinapotokea, basi Kisugu awe anaonekana. Unalipokea vipi? Linatafsirika hivyo kwamba huyu naye sasa kuna namna anatafuta mazingira ya kupata haueni katika hizo safari. Ni kweli kaka? Siwezi kukataa mawazo ya watu na wala siwezi kukataa mitazamo ya watu. Nitaendelea kuheshimu mitazamo ya watu. Lakini mimi ni Simba. Mimi ni mwanachama wa Simba mwenye kadi namba 05268. Lakini Jafet, watu wengi wananihukumu kwa namna ambavyo wanavyoniona. Ukweli namshukuru Mwenyezi Mungu, nimesafiri kwenye nchi nyingi sana Jafet. Labda ukitaka kesho kwenye interview njoo nyumbani nikuonyeshe passport yangu namna ilivyogongwa miua. Lakini kilichokuwa kinafanyika Morocco katika ile mechi katika uwanja wa Manispaa wa Barakane, nilichokuwa mimi nakifanya ni kuanikiza kuendelea kuwapa nguvu wachezaji wetu kwa namna ambavyo kupambana na mechi jinsi ambavyo ilivyo. Lakini cha pili, Jafet, tunawajua Waarabu, lazima tukubali tukiri moja katika nchi ambazo watu wanajua kushangilia mashabiki wake ni Waarabu. Mimi nikasema kwa uchache wetu, lipi ambalo mimi naweza nikalifanya kiasi kwamba nikapunguza zile nguvu za ushangiliaji za hawa jamaa. Jafet, waulize waandishi walikuwepo kule. Jukwaa la watu ambao lilibeba zaidi ya watu 4000 walikuwa na Kigoma, lakini kile ambacho nilichokuwa mimi nakifanya, Mungu shahidi aliumba mbingu na ardhi, jukwaa la watu 4000 lilitulia. Nguvu za kwenda kushangilia juu ya timu yao zikafanyaje? Zikapungua. Baada ya kuangalia mpira unachezwa, wao wakaangalia namna ambavyo vile vituko mimi nakwenda kuvifanya, wakawa wameconcentrate wapi? Kwangu mimi. Kwa Jafet, ulikuwa mpango mkakati ambao mimi binafsi niliubuni. Na unaona ulifanikiwa? Kwa asilimia kubwa Jafet. Na ndio maana leo hii mtu akikwambia niletee video ambao Waarabu wanashangilia baada ya mechi kusha, unaweza kuipeleka? Mmoja wanajiuliza, huyu mwamba yuko peke yake, shughuli anaifanya hii, hawa tukikutana nao Tanzania itakuwaje? Kwa hiyo unatuma ujumbe pale Jafet. Mapenzi ya kweli huwa yako ndani ya nafsi yako. Kabisa. Kila mmoja atatazama katika mtazamo wake, na mimi nampa uhuru atazame katika mtazamo wake. Na mimi nampa uhuru cha kusema kile ambacho yeye alichokusudia kusema. Lakini Ali Omar Mikoel maarufu Kisugu nitabaki kwa mimi. Ni mmoja tu. Yes.
Unasafiri kwenda Zanzibar. Hebu mzungumza na Watanzania. Kwanza peleka salamu bwana kwa Charles. Nizitume mimi? Peleka wewe kwa salamu kwa Charles Mbido. Bana, nimepewa jukumu bwana Chazi Mbedo. Mikoi Kisugu ana safari ya kuelekea Zanzibar, na huko pia ana hali, ana mali, lakini pia ni dhofu hali kwenye mifuko yake. Walau kama kuna lolote jambo unaweza kumgusa kwa aina yoyote, basi salamu zikufikie. Amenipa jukumu, angeweza kusema yeye, ila kwa niaba acha ni msemee kwa namna ambavyo watu wataguswa, na sio kwake tu, isije ikawa ni kwake, kwa namna ambayo watu wanaweza wakaona ipo namna ya kusapoti wadau ambao siku zote wamekuwa na klabu yao kuipigania, kuitetea, lakini kufurahia nayo. Basi katika nyakati kama hizi muwaunge mkono kwa kile mlichobarikiwa. Kutoa ni moyo, si utajiri. Katika kila ulichonacho unaweza ukatutafuta kwa hizo namba zilizopo kwenye bumper hapo, kama ni kumgusa kwa chochote ama mawasiliano yake moja kwa moja. Ukiwasiliana sisi kwa namba zilizoko hapo chini, basi unaweza ukampata kwa urahisi sana. Wengine unawaambiaje? Moja niwaambia Jaffa, tumezungumza jambo moja jema sana nimefurahia. Slogan ya Simba nguvu moja. Nguvu moja maana yake tunashirikiana katika jambo ambalo kwa mbele yetu. Mimi najua wako wana Simba wako Dar es Salaam wanatamani kwenda Zanzibar, lakini hali ngumu za kiuchumi. Niwaombe sana watu ambao waliopewa nafasi na Mwenyezi Mungu kujaliwa riziki, akiona kuna nafasi, sio kwa Kisugu tu, akimwona mimi na haja ya kumsaidia mwana Simba mwingine yoyote ambaye atakwenda kuongeza nguvu Zanzibar, atakwenda kuongeza nyuu amani Zanzibar, afanye. Leo kupitia nyinyi huyu Sporti anaweza akapiga simu, mimi namhitaji pasi milioni kabisa. Mimi namhitaji Mzalamo, sahihi. Mimi namhitaji Kei, mimi namhitaji Aji, mimi namhitaji Jimii 64, mimi namhitaji watu wote. Ukiwahitaji, ukiona namna kwamba kuna haja na kuna nafasi ya kuwasaidia, wasaidieni. Ni kweli hao wana mapenzi na timu, lakini pia wanajitoa kwenye timu kabisa. Wanajitoa kwenye timu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Nashukuru sana wana Simba. Binafsi shukuru sana mzee wangu Mzee Omar kutoka Oman. Nimekuwa mmoja wa watu ambao wananisupport. Ndugu yangu Ken kutoka Nigeria na wadau wote wananisupport. Niwashukuru sana. Na niwapongeze sana katika hili. Kikubwa niwaombee dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, aendelee kuwapa maisha marefu, aendelee kuwapa mioyo ya kwenda kuipigania timu yetu. Lakini kubwa tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliomba mbingu na ardhi, aliomba vinavyoonekana visivyoonekana, vinavyotembea na visivyotembea, vinavyosema na visivyosema. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa uwezo wako, tunanyanyua mikono juu kukuomba wewe uliomba mbingu na ardhi. Uwajalie wachezaji wa Simba, uwape nguvu, uwape afya, uwape moyo wa kupigana. Lakini Mungu kwa uwezo wako hakuna linalokushinda. Usiwape nguvu Barakane, uwazofishe wazofu hali kana kwamba ulivyomzofisha Firauni. Utupe nguvu Simba kama jinsi ambavyo ulivyompa nguvu Nabii Musa, na usimpe nguvu Barakane kama jinsi ambavyo ulivyomnyima nguvu Firauni. Hakuna, naomba ni wewe tu Mwenyezi Mungu. Allahumma khidna fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina ya rabbana sharra ma qadaita. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala sayidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.